Aliyekuwa rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte amekamatwa hii leo Jumanne mjini Manila kwa hati ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Kwa mujibu wa The New York Times, Duterte amekamatwa baada ya mahakama ya ICC kutoa waranti inayomtuhumu kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu katika vita vyake dhidi ya dawa za kulevya, ambapo mashirika ya kutetea haki za binadamu ulimwenguni yanasema makumi ya maelfu ya Wafilipino waliuawa. Taarifa inasema kuwa aliwekwa kizuizini katika uwanja wa ndege wa Manila baada ya kurejea kutoka safari ya Hong Kong, kulingana na serikali ya Ufilipino. Wakili wa Duterte, Salvador Panelo, amesema kukamatwa kwake ni kinyume cha sheria kwa sababu Ufilipino ilijiondoa katika mahakama ya ICC wakati Duterte akiwa ni rais. Duterte mwenye umri wa miaka 79 aliondoka madarakani mwaka 2022. Anatajwa kuwa rais mbabe. Hata hivyo, bado ni mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa nchini Ufilipino, lakini kukamatwa kwake kumetajwa kama kunaweza kuwa hatua kubwa kuelekea uwajibikaji kwa maelfu ya Wafilipino ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakitafuta haki kwa wapendo wao, ambao wengi wao waliuawa kwa kupigwa risasi na maofisa wa polisi, watu waliopigwa risasi na walinzi. Wanaharakati wanasema idadi kubwa ya waathiriwa walikuwa maskini Wafilipino wa mjini, ambao baadhi yao walikuwa watoto wadogo na watu ambao hawakuwa na uhusiano wowote na biashara ya dawa za kulevya. Ni watu wachache tu wamepatikana na hatia kuhusiana na mauaji hayo, ambayo mashirika ya kutetea haki za binadamu ulimwenguni yanasema jumla ya watu takriban 30,000 wameuawa. Nanukuu, "Nina furaha sana kwamba Duterte amekamatwa ili hatimaye tupate haki," amenukuliwa Christina Jumola, ambaye wanawe watatu waliuawa wakati wa vita hivyo vya dawa za kulevya nchini humo. Akiwa ofisini kwa kipindi bado ni rais, Duterte aliondoa Ufilipino kutoka mahakama hiyo ya ICC ambayo ilikuwa imeanza kuchunguza mauaji hayo ya kiholela. Lakini Ufilipino bado ni mwanachama wa Interpol, ambayo inaweza kutaka kukamatwa kwa Duterte kwa niaba ya ICC. Mwakilishi wa Interpol alikuwepo wakati Duterte anakamatwa katika uwanja huo. Wakati muhula wa Duterte unaendelea kwa miaka 6 ulipomalizika mwaka 2022, utawala wake ulisema kuwa watu 6,252 walikuwa wameuawa na vikosi vya usalama, ambao wote wakielezwa kuwa ni washukiwa wa dawa za kulevya. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na sakata hilo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.